Ukeketaji songe goreke tanguruma hona uihoi. Penye nia hapakosi njia ni furaha ya wanakijiji wa Kinyeto baada ya kufikiwa na elimu ya kuelimishwa juu ya madhara ya ukeketaji. Baada ya kupata elimu hiyo, wenyewe wanasemaje? Wazazi waache ukeketaji kwa na madhara makubwa kama sababisha madhara wakati wa kujifungua. Mwanamke anatoka damu nyingi inayosababisha kupoteza maisha. Mtu aliyekeketwa anakuwa hajiamini kama mwanamke. Ndani ya mjadala ikaibuka swali ambalo jibu lilipatikana hapo hapo ndani ya mjadala. Lakini pia hapa anatuambia mbinu zinazotumika kukeketa watoto. Je, kwa upande wa polisi wanatuambiaje unapopata tatizo kama hilo? Anamkeketa mtoto alafu kile kiungo kinaenda wapi? Hayo ni mambo ya ushirikina. Wanasema kile kiungo wanakichukua, wanapokichukua mtu anaenda kutafuta nini? Utajiri. Sasa hivi akina mama tumeshabadilisha ile design. Tunakeketa watoto wakiwa na umri wa mwezi mmoja mpaka miezi mitatu. Unapoona au unapopata taarifa kwamba kuna mama au kuna mji fulani kuna mtoto anafanyiwa ukatili, naomba muweze kufika kituo cha polisi. Baada ya kuona madhara ya ukeketaji, huyu hapa Ngariba ameamua kuacha shughuli hizo na hapa anatupa ushuhuda. Lakini pale ambapo nilikuja kuamua kuacha kabisa, bibi yangu alimkeketa mtoto wa kaka yangu, akawa ametoa damu nyingi sana. Tulivyoangalia pale tukawa tumechoka. Afisa maendeleo ya jamii mkoa wa Singida pamoja na mratibu wa kupinga ukeketaji kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii wamemalizia kwa maneno yafuatayo. Kinachoendelea sasa hivi kwenye mkoa wetu, tunafanya usambazaji wa mpango mkakati wa kitaifa wa kisekta wa kutokomeza ukeketaji ambao ni wa mwaka 2025-26 mpaka mwaka 2029-2030. Kwa hiyo ni mkakati wa miaka mitano, na kinachofanyika sasa jamii kuweza kuelewa mkakati. Lengo kubwa ni kuhakikisha mkakati huu ambao umezinduliwa mwezi wa pili sasa tunausambaza unafika chini kabisa kwenye jamii, kwa jamii hiyo ambayo tunaamini kabisa ndio ambao vitendo vya ukeketaji vinafanyika huko chini. Kwa hiyo tunatamani wadau wetu na serikali kwenye ngazi ya chini kabisa huko kwenye jamii wautumie mkakati huu, watumie mkakati huu vizuri kabisa kwa manufaa, kwa mlengo uliopo kuhakikisha sasa vitendo hivi vya ukeketaji vinapungua kutoka 8% ya sasa mpaka kufika 4% ifikapo 2030.